Miho mkoani Ruvuma, Jenista Mhagama kufariki dunia. Baadhi ya wabunge wamefika nyumbani kwake Itega jijini Dodoma kufariji familia na kumwelezea walivyomfahamu. Mwanahabari wetu Daniel Mkate Senior akiwa jijini Dodoma na habari hiyo. Wakizungumza nyumbani kwa marehemu, baadhi ya wabunge na watumishi wengine waliowahi kufanya kazi pamoja wamesema wanamkumbuka kutokana na uongozi wake mahiri akiwa madarakani. Mimi Jenista Mhagama nilikuwa naye tokea mwaka 2010 nilipoingia bungeni, wakati tukihuduma wote wabunge wa backbencher, lakini tuna mambo mengi tulipita kwa pamoja. Nakumbuka mwaka 2012 Chama cha Mapinduzi kiliteua wabunge takriban 14 wa backbencher walikuwa na michango mikubwa kwa ajili ya kwenda kupata mafunzo China, ambapo mimi tulienda pamoja kipindi hicho, wote tulikuwa wabunge wa backbench. Lakini shukuru sana, nimefanya naye kazi kwa karibu wakati nikiwa katika cabinet kipindi chote, naye akiwa waziri katika nafasi mbalimbali. Tukio ambalo nakumbuka sana, matukio kadhaa. Kwanza nilipokuwa waziri wa TAMISEMI, wakati nakumbuka watu walifariki kule Busia, Ukerewe, yeye akiwa ofisi ya waziri mkuu, ilikuwa unakuta maiti pale na yeye akiwa anashughulika na maafa. Ilikuwa ni kipindi kizito sana. Nakumbuka bunge la kwanza tu nilipoingia aliniita, akaniambia, mwanangu, mimi kama ulivyoingia wewe ukiwa na umri mdogo, na mimi vivyo hivyo niliingia na umri mdogo, lakini kuna watu waliniita wakanifundisha, wakanielekeza, ndio maana unaona mpaka leo tuko hapa. Na mimi kuanzia sasa najitolea, mimi nitakuwa mwalimu wako. Utake usitake nitakufundisha, nitakuelekeza. Na kwa kweli amekuwa mlezi mzuri, si kwangu peke yangu, lakini kwa wabunge wengi tulienda kuchukua miongozo, nasaha na ushauri kwake. Alikuwa ni mtu mwenye moyo wa upendo sana na alikuwa ni mchapakazi sana wakati wote. Nimefahamiana na Jenista Mhagama mwaka 2013 nilipoajiriwa na chama makao makuu kushughulikia bunge, ambapo yeye alikuwa ni bosi wangu wakati huo nafanya kazi pale ofisi ya bunge, ofisi ya chama. Kwa nimefanya naye kazi katika mazingira ambayo kwa kweli ndio amenifanya nikatamani na kuwa mbunge. Kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye amenichorea ramani, amenionyesha misingi, lakini pili amenifundisha kuwa kiongozi. Lakini zaidi nimekuja kukutana naye tena bungeni mwaka 2020 niliposhinda, na ndiye amekuwa mentor wangu jinsi hata kuongea ndani ya bunge, jinsi ya kusoma kanuni, jinsi ya kuchambua na kufahamu mienendo ya serikali. Kwa upande wake, waziri wa afya ambaye alipokea kijiti toka kwake Mohamed Mchengerwa na baadhi ya watu waliofanya nao kazi katika ofisi ya waziri mkuu Mesha Kibandawe na Dr. Nikas Mawazo ambaye ni meya wa manispaa ya Kibaha wamemzungumzia marehemu Mhagama wakati wa uhai wake. Sisi ndani ya wizara lazima tukiri kwamba wizara ya afya tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa, lakini ahadi yetu ni kutekeleza mambo mazuri ambayo tayari yalikwisha yaanza katika wakati wake, na yale ambayo tulizungumza kwa bayana, lakini yapo ambayo tulizungumza kwa usiri, namna ya kutekeleza majukumu yetu katika wizara hii nyeti kabisa na wizara ya afya. Lakini chukue fursa hii kuwashukuru sana madaktari wote ambao walishiriki katika nyakati mbalimbali ambapo walipata changamoto, ambao walimpokea pale Benjamin Mkapa, walifanya kazi kubwa sana mpaka dakika za mwisho ambapo katibu mkuu alinifahamisha kwamba hali yake ilikuwa mbaya sana, na baadaye Mwenyezi Mungu akamchukua. Ana historia kubwa na mchango mkubwa katika kulitumikia taifa, lakini upendo alionao, lakini pia unyenyekevu mkubwa wakati wa kutekeleza majukumu yake. Amekuwa mwalimu wa wengi na sisi tumejifunza mengi kupitia yeye. Hasa tuliowahi kufanya kazi naye tumeumia vya kutosha, tumeumia sana. Kwa hiyo lakini Mungu ndiye anapanga maisha ya mwanadamu yaweje. Lakini ni pole kwa Watanzania kwa kupotelewa na mtu mahiri, mtu aliyekuwa na weledi mkubwa na kiongozi aliyekuwa na ubobevu na ustamilivu mkubwa. Mwili wa marehemu Jenista Mhagama umewasili nyumbani kwake Itega jijini Dodoma jioni ya leo. Kutoka hapa nyumbani kwa marehemu Itega jijini Dodoma, Daniel Mkate, EATV. Tukitoka katikati mwa nchi tuelekee kaskazini ambapo mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amefanya ziara ya kushtukiza kwenye baa itayo Barazani. Baa hii inatiririsha maji machafu aina ya kinyesi cha binadamu na kuamuru mkuu wa wilaya ya Babati na OCD kufunga hiyo baa
mpaka atakapojisalimisha mwenyewe ofisini kwake.